kwenye hii Biblia wa kwanza kuikataa ndio ni tunaoitwa wa Kristo. Kweli. Sisi ndio ambao hatufanani nayo popote. Naam. Lakini ukweli ni kwamba ndio karibu kila mwenye pesa sasa anatafuta kununua au kupata nguvu ya anachokitaka ndicho kifanyike. Hakuna sheria, hakuna katiba, ndio hakuna utu, hakuna. Biblia ndio kabisa. Biblia ndio ni moja ya kitabu ambacho kimepoteza thamani kwa sababu hakuna hata Mkristo naye kiheshimu. Hayupo. Kweli. Rafiki yangu, Wakristo wa sasa hivi ndio mnajitahidi sana kuheshimu tumaeneo tunatowapa faida. Kweli. Lakini hiyo Biblia tukisema uisome popote ulipofunua, tukikwambia unafanana napo, hakuna unapofanana napo. Kweli. Yani sijui. Sijui. Na niwape mtihani watu wawili tu au watatu. Popote ulipofunua Biblia sasa hivi, naomba nisomee mstari mmoja yeyote uliofunua, yani ulipofunua Biblia. Kama hujafunua uifunue tu hivi, kama hujafunua uifunue tu hivi. Amoni uliye karibu na nani hapo, popote ulipofunua nisomee mstari mmoja nionyeshe unafanana nao, au hiyo watatu wenye haraka. Soma Mithali 3 mstari wa kwanza nasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana nitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Amri zake ulizoishika na sheria ni zipi? Popote ulipofunua Biblia, soma, uchague. Sikuchaguli, chagua mstari mmoja tu, chagua, alafu uone kama unafanana napo. Soma Amoni, soma. Kiukweli tu kabisa mimi hamna ninapofanana napo. Hamna ninapofanana. Sababu nilikuwa naangalia hapa naona hamna kitu kabisa. Hamna kitu. Hamna haja kusoma kwa. Hamna haja hata kusoma. Hamna haja. Sifari na popote yani. Mpeni alipofunua pale, mpeni. Samueli wa kwanza sura 19 mstari wa 18 unasema, hivyo Daudi akakimbia akajiponya akamwendea Sauli huko Rama, akamwambia haya yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Unafanana nalo ile? Unafanana nalo? Nilikimbia da. Ulikimbia da, kuna mtu alikuwa anagombana ufalme wako. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme hapo ulipo hapo wewe. Wewe ni mfalme. Au nafikiri tunafananisha tu andiko na tukio lolote tu. Hatufananishi katika ulimwengu wa roho. Anasema ndipo alipofunua. Sasa mimi nitasema ndio. Kwenye hii Biblia wa kwanza kuikataa ndio ni tunaoitwa wa Kristo. Kweli. Sisi ndio ambao hatufanani nayo popote. Aidha tutafanana nayo kwenye maeneo ambayo ni mepesi kweli ya upana wa moyo. Ukimkuta mtu aliyekuwa mnyimi unaweza kusema mimi hilo sawa. Ukimkuta mtu ambaye alikuwa anajipenda mwenyewe, hata kama yani kwenye vitu fulani vyenye madhara humo tu kuna sehemu tunafiti. Kwenye vitu fulani genuine ni vigumu sana rafiki yangu. Kweli. Kwa sasa hivi Biblia sio director. Kweli. Biblia sio director wa wanaoitwa wa Kristo. Biblia sio director wa serikali yoyote, wa dini yoyote, wa nchi yoyote, sio director. Kweli.
Biblia sasa hivi inatumika kwa mtu anayetaka kudhulumu, anayetaka kuibia watu, anayetaka kuonea watu, anayetaka kuumiza watu, anayetaka kulaza akili za watu. Ndio anasoma kaandiko fulani ili watu waingie kichwa kichwa, waingie wazima wazima, awapige, Naam. awaumize, awafirisi, wamwamini, Naam. ili akawapige mpigo ule. Ndio. Wamwamini, huyu ni salama, Naam. huyu ni salama, huyu ni salama. Na maandiko hayo ni salama. Naam. Kumbe naye amesema hapana, mimi sitakula kwa njia ya kuwapiga mnavyo damu zimwagike hivi. Mimi nitawapiga, damu zitakuwa zinamwagika kwenye akili. Kweli. Nitawapiga, damu zitakuwa zinamwagika ndani kwa ndani. Naam.